Ndugu wanahabari, tumeonelea ni vizuri tukawaiteni ili tuzungumzie jambo kubwa ambalo limetokea hivi karibuni hapa kwetu nchini, na limechukua siku chache kidogo, lakini tulikuwa tunaangalia namna ambavyo lilivyokuwa linaendewa hasa na mamlaka za nchi, na hasa baada ya jambo hili kwa limefikishwa kwa Mheshimiwa Rais. Lakini namna ambavyo tumeona lilivyokuwa linaendewa, tukaona basi ni vizuri zaidi tulizungumze jambo hili ili liweze kuwafikia wananchi wengi na vile vile kueleza mtazamo wetu katika jambo hili kubwa. Na tumeandika maelezo yake, ni vizuri tukayafikisha kama yalivyokusudiwa. Tukio lenyewe ni kwamba hivi karibuni Januari mwaka 2019 kuna tukio kubwa limetokea katika chuo kikuu cha serikali cha Dodoma, UDOM. Ni tukio la kuvunjwa kwa msikiti ambao ni nyumba ya ibada. Uongozi umevunja msikiti katika eneo lile la chuo. Lakini tukio hili pia limekwenda sambamba vile vile na uhamisho, yani jumla ya wafanyakazi 11 walihamishwa kwa wakati mmoja. Na hawa wafanyakazi na hili tukio, uhamisho wao na lile tukio la kuvunjwa kwa msikiti, ni mambo ambayo yamekwenda sambamba, ni mambo ambayo yamefanana sana. Kwa hiyo ndani yake kuna mambo mengi sana ambayo hayakukaa vizuri, ambayo tulikuwa tunaamini kwamba serikali ilikuwa na wajibu mkubwa sana wa kushughulikia, na hasa kwa mifano mingi ambayo imetokea huko nyuma ambayo tutaieleza vile vile. Lakini tukio lenyewe jinsi lilivyokuwa ni kwamba mwaka 2016 jamii ya Kiislamu pale katika chuo cha UDOM waliomba eneo la kujenga msikiti pamoja na huduma zingine za kidini katika eneo lile. Na waliomba kwa sababu tayari chuo kilikuwa kimeshatenga eneo la hekari 10 kwa ajili ya ujenzi wa msikiti, lakini vile vile chuo kilikuwa kimetenga hekari 10 vile vile kwa ajili ya kanisa. Walikubaliwa na uongozi wa chuo, na walianza taratibu za ujenzi wa msikiti. Walianza taratibu za ujenzi wa msikiti na walikamilisha taratibu zote za ujenzi wa msikiti au zinazowaruhusu kujenga msikiti. Na walitafuta wafadhili, wakajitokeza waumini wa Kiislamu, wakachanga sadaka zao, na ikawa uwezo wa kuweza kujenga msikiti umepatikana. Na mwaka 2018 wakawa wamewasilisha nyaraka zao za ujenzi kwenye management ya chuo, na zikapokelewa na zikaidhinishwa, na wao wakawasiliana na mkandarasi, na mkandarasi akawa tayari sasa anaanza ujenzi wa msikiti katika hali ambayo haikutarajiwa kabisa. Tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka 2019 uongozi wa chuo uliita uongozi wa Waislamu katika chuo na kuwapa taarifa kwamba wasitishe ujenzi wa msikiti. Na katika maelezo ambayo walitaka kupewa ufafanuzi kutoka kwa makamu mkuu wa chuo Profesa Msofe, yeye akasema kwamba ni amri au ni agizo ambalo limetoka kwa mwenyekiti wa baraza la chuo Bibi Gaudens Kabaka, na akafafanua zaidi kwamba agizo hilo si la mwenyekiti, isipokuwa limetoka ngazi za juu. Kwa hivyo wanatakiwa mara moja wavunje hatua ile kushafikiwa ile ya msikiti. Lakini uongozi wa Waislamu hawakuwa na mantiki ile jambo, kwa sababu walikuwa tayari wana kila kitu. Kwa hivyo walionyesha kwamba hawakubaliana na ile hoja. Lakini kilichotokea ni kwamba siku ile ile baada ya kikao, uongozi ulileta vyombo vya usalama, jeshi la polisi, na wao wenyewe wakiwa na watu wao,
wakaenda kwenye eneo la msikiti na wakavunja ile hatua ya ujenzi ambayo ilikuwa imefikiwa pale. Siku iliyofuatia tarehe 10, yani baada ya kuvunja, ndio wakapewa barua ule uongozi wa Kiislamu wakapelekewa barua ya chuo kufanya mabadiliko ya msimamo wa ruhusa iliyokuwa imetolewa mwanzoni pale. Lakini wakati uongozi wa Waislamu katika chuo ukiwa unaendelea kutafakari juu ya hilo, tarehe 11 wale karibuni wengi katika watu ambao ndio walikuwa wana kamati ya ujenzi, ambao ni wafanyakazi, ni wahadhiri, malekchara na watumishi wa ngazi za juu kabisa, wakapewa barua ya kuhamishwa, na wakiwa wanatakiwa wakaripoti kwenye vituo vyao vya kazi walipopangiwa vipya mara moja. Hili ni tukio ambalo lilitokea katika chuo cha UDOM katika tarehe na mfululizo kama tulivyoueleza hapa. Sasa sisi hatupati mashaka, yani hatuoni kwamba labda kwamba uvunjaji wa msikiti kwamba umevunjwa labda pengine kwa sababu za udini na uhamisho labda kwa sababu za udini. Lakini sisi mashaka yetu ni kile kitendo cha uongozi wa chuo kuvunja msikiti ambao taratibu zake zote zimekamilika. Msikiti ulikuwa unajengwa kwa utaratibu halali. Ardhi ni eneo la chuo ambalo limetengwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya ibada. Liko eneo limetengwa kwa ajili ya kanisa, na liko eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya msikiti. Na wajenzi au uongozi ulifuata taratibu zote. Umeomba vibali, umepata vibali, lakini umewasiliana vile vile na mkandarasi, wamefanya utaratibu, wamefanya mikataba na wameanza ujenzi wa msikiti. Lakini kilichotokea ni hicho, kwamba uongozi umekwenda kuvunja ile jengo la msikiti pale. Hili ni jambo ambalo ni la kinyume, ukizingatia kwamba taratibu zote zilikuwa zimefuatwa. Sasa jambo hili lifikishwa kwa rais. Jambo hili lifikishwa kwa rais tarehe 23 Januari kwa maelezo ya wazi kabisa, katika mkutano ambao rais alikuwa ameitisha kikao Ikulu kuongea na viongozi wa dini. Jumuiya au baraza kuu la Jumuiya ya Taasisi ya Kiislamu Tanzania kupitia kwa amiri wake Sheikh Musa Yusuf Fundesha, rais alifikishwa jambo hili, akaelezwa kwamba kuna kadhia kubwa ambayo imetokea, ni ya uvunjaji wa sheria, ni inachochea hisia za watu, inagusa imani za watu, imetokea kwenye taasisi kubwa ya serikali. Sasa kwa bahati mbaya zaidi, jambo ambalo sisi limetutisha ni kwamba rais hakulipa ile jambo uzito unaotakiwa, na mpaka sasa hivi yani hakuna ufafanuzi wote katika kadhia hii ya kuvunjwa kwa msikiti. Lakini vile vile hakuna hatua zozote zile ambazo zimechukuliwa katika swala hili, na hii inatutia mashaka kwa sababu sisi tuna records za mamlaka za serikali kwamba zinatoa uzito mkubwa sana katika mambo haya ya ibada, ingawa pengine zinatoa katika namna fulani, lakini tunajua kwamba zinatoa zinasimamia katika uzito mkubwa sana. Tuna mifano, kwa mfano mwaka 2012 ilitokea watu walituhumiwa kwamba wamevunja kanisa Mbagala jijini Dar es Salaam. Hatua zilichukuliwa na rais alikwenda katika eneo lile la tukio. Wakati huo alikuwa ni Rais Kikwete. Alikwenda katika eneo ambalo kanisa limevunjwa na akaeleza masikitiko yake na msimamo wa serikali. Na hatua zilifuatia nzito kwa sababu walikamatwa watu 10
na wakafikishwa mahakamani, na shtaka lao lilikuwa ni shtaka ambalo mwenendo wake ulikuwa ni haujawahi kutokea. Maana yake ni shtaka ambalo lilizungumzwa toka siku ambayo watu wale walipelekwa mahakamani mpaka mwisho wakafungwa. Watu wote 10 walifungwa mwaka mmoja kila mmoja kwa sababu ya tuhuma za kuvunja kanisa Mbagala. Lakini sio hivyo tu, mwaka jana mwanzoni kuna watu walituhumiwa kwamba wamechoma kanisa mkoa wa Kagera. Tunapozungumza leo hii wale watu wako gerezani na wamefungwa kifungo cha maisha kwa sababu ya tuhuma za kuchoma kanisa. Kwa hivyo tunaona kwamba haya mambo serikali inayapa uzito mkubwa, yanajua ule muhimu wa thamani au hadhi ya nyumba za ibada. Kwa kigezo hiki ndio kitu kinachotushangaza sisi leo hii, kama kuna watu ambao wamefika mahala wakavunja msikiti, na taarifa hii ikafika kwa rais, akaelezwa wazi kabisa kwamba kuna watu wamevunja msikiti, ujenzi ambao ulikuwa ni halali, ujenzi unaotambuliwa, hakuna mahala popote pale walikuwa wanahusika na ujenzi ule, wamevunja sheria ya nchi. Lakini leo hii imefika mahala kwamba serikali jambo hili hailipi uzito. Serikali hiyo ambayo tunaona kwamba katika historia imekuwa ikitoa uzito mkubwa katika masuala ya nyumba za ibada, lakini serikali hiyo tena kwa taarifa ambayo ni ya kiwango cha juu sasa, maana inafikishwa kwa rais, lakini inaonekana kwamba jambo hili sio jambo lenye uzito mkubwa sana. Hii jambo ambalo sisi kama Waislamu tumeona kwamba limetushtusha sana, na kwa kweli linatufanya tuone kwamba ile hadhi yetu, ile thamani ya Waislamu pamoja na Uislamu pamoja na asasi zao ni kama vitu ambavyo havina thamani katika serikali hii ambayo inaendelea sasa hivi. Kama swala la kuvunja msikiti sio swala dogo, swala ambalo limebeba mambo mengi. Kuna dharau ndani yake, kuna kibri, lakini watu wametoa sadaka zao, watu wametoa sadaka, watu wametoa fedha zao, wamejenga. Inakuwaje yani atoke mtu tu, mtumishi wa serikali, watumishi wa serikali, kwamba wanakuwa wana courage, wana uwezo wa kuweza kutoa amri au kutoa maagizo, wakaenda wakachukua jeshi la polisi wakaenda kuvunja msikiti, alafu ikafikia kwamba watu hawa wanaendelea kuonekana kwamba ni watumishi bora, kwamba wako serikalini. Ni kwamba wanafanya kitu ambacho kinaiharibia sifa serikali. Haiwezekani serikali ifike mahala kwamba inaweza ikachezea imani za watu. Unavunja msikiti maana yake nini sasa? Kwa kosa gani? Kwa matarajio gani hasa? Kwa hivyo sisi hili jambo limetusikitisha sana, na mwenendo vile vile wa jinsi ambavyo linavyoendewa kana kwamba ni hakuna kilichotokea, ni jambo la kipuuzi. Tunaonelea kwamba ni vizuri tueleze zile hisia zetu hadharani. Mwisho kabisa tuna tamko letu ambalo linasema yafuatayo. Kwanza kabisa ni kwamba tunalaani jamii ya Waislamu Tanzania, kwamba tunalaani tukio la kuvunjwa kwa msikiti. Lakini pili, tunakumbushia kwa mwaka 2012 serikali iliweka kukamata watu walivunja kanisa Mbagala, lakini 2018 serikali imewafunga watu watatu. Wa kwanza anaitwa bwana Ngesela Care, wa pili anaitwa bwana Rashidi Mzee Athmani, na watatu anaitwa bwana Aliyu Daud. Hao wamefungwa maisha kwa sababu ya tuhuma za kuchoma kanisa. Leo hii kuna watu wanavunja msikiti, hawaonekani kwamba watu hawa ni wahalifu. Huu ni mfumo ambao sisi unatushangaza sana wa utendaji wa vyombo vya dola. Kwa hiyo jambo la tatu, tunapendekeza kwamba serikali iwabani wahusika walipe gharama zote. Jambo la 4, kwenye tamko letu tunasema serikali itoe tamko rasmi kwamba msikiti uendelee kujengwa, na ikiwezekana hivi karibuni ujenzi uendelee. Na mwisho, pamoja na yote hayo, tunaikumbusha serikali kwenye tamko letu kwamba ni lazima ichukulie matukio kama haya kama matukio ya mafundisho, case studies, ili kufanya matukio kama haya yasiendelee kujirudia.
hili ni tamko letu ambalo tumependa rasmi tulitoe kupitia kwenu, na tukiwa tuna hakika kwamba litawafikia wahusika, lakini vile vile wananchi watakuwa wamesikia msimamo wa jamii ya Waislamu katika zoezi hili au tukio hili kubwa la uvunjaji wa sheria lililotokea katika chuo kikuu cha UDOM. Lakini lingine la mwisho ni kwamba kama tulivyosema kwamba sisi hatusemi kwamba uhamisho uliofanywa kwamba ulikuwa ni udini, hatusemi hivyo, lakini tunasema kwamba ule umakini kutokuwepo unapelekea vile vile kutengeneza fursa ya dhana hiyo kupenya. Tunasema sisi hatusemi kwamba ni udini uhamisho uliofanyika pale, lakini ule umakini kutokuwepo unatengeneza fursa ya watu kuweza kuona kwamba hapa kuna udini. Mathalan, kwa mfano tumeweka orodha hapa ambayo utaangalia kwamba pale tu ambapo walipowaondoa wale Waislamu 11 watu wa dini moja, alafu ukiangalia sasa ule uongozi wa chuo uliobakia, ni rahisi zaidi mtu kuona kwamba hapa kuna udini. Maana kwa ujumla ni kwamba ule uongozi wa juu una nafasi 35. Walipoondoa wale Waislamu wanne, yani uongozi wa juu walibakia watu 31, na wote walikuwa ni dini moja, ni Wakristo, ambao walikuwa ni wale wanne ni 11%, na uongozi ukabakia wa dini moja kwa 88%, kama ambavyo orodha tulivyoorodhesha hapa inavyoonyesha. Sasa kama nilivyosema, hatusemi ni udini, lakini tunasema kwamba mazingira yanatengeneza fursa ya watu kudhani kama hivyo. Kama uongozi unaweza kubakia, mkatoa watu 11 wa dini moja, mkawaondoa watu 11 viongozi wa dini moja, halafu uongozi ukabakia watu 31 ni watu wa dini moja, Wakristo watupu, Waislamu wanne katika wale waliobakia, unadhani picha hii inatengenezwaje? Kwa hivyo tunasema kwamba haya ni maeneo ambayo ndio maana tukaambia kwamba serikali pia ichukue matukio kama haya kwamba ni matukio ya kujifundisha, ni case studies, ili kuzuia kwamba matukio kama haya yasiendelee kutokea. Huwezi kufanya uhamisho, unahamisha watu, alafu uhamisho nao pia uonekane ndani yake umezingatia dini. Maana yake watu wanahamishwa watu 11 wote wanakuwa wa dini moja, Waislamu. Lakini zaidi hapo, hawa waliohamishwa, yani hawa walikuwa ni karibuni robo 3 walikuwa ni watu wa kamati ya msikiti ambao uongozi wa chuo umeuvunja. Unafikiri namna gani mtu anaweza kupambanua mambo haya mawili? Ni vigumu kupambanua mambo haya mawili kwamba yana uhusiano. Kwa kifupi, si haya ni maelezo yetu, na tunaishauri serikali haya tulishauri kwamba ni muhimu katoa uzito katika jambo hili la kuvunjwa kwa msikiti wa Dodoma. Ile ni nyumba ya ibada, na tunasema hivi kwa sababu serikali tumeona kwamba imeshughulikia ipasavyo katika nyumba zingine za ibada zilizovunjwa. Imefunga watu maisha. Kuna watu tunazungumza leo hii wako gerezani, wamefungwa maisha kwa tuhuma za kuchoma kanisa. Hawa wamevunja msikiti UDOM, hawa washughulikiwe kama wanavyoshughulikiwa wengine. Nadhani ana kipaji uandishi yake fani, kaomba utangazaji TV na redioni, kukosa hakutaraji mipango yake manani. Peneni hapa na njia, walisema wa zamani.